Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani. Leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka nikakufundishe namna ya kuitumia siku ya Ijumaa katika kubadilisha hali ngumu unazozipitia ili kuweza kupata wepesi wa maisha yako. Kama kuna mazito unapitia, kama kuna magumu unapitia, kama una mitihani mbalimbali, kama una madhiki mbalimbali, kama una majanga, unaona dunia imekuelemea, unatamani ardhi ipasuke uingie ndani yake, kwa shida, kwa mitihani, matatizo, fitna unazopitia, mitihani unayopitia, majanga mbalimbali yanayokutoa machozi usiku na mchana, haulali kwa mitihani unayoipitia, unakosa raha na unakosa amani, unahisi dunia imekutenga, unatamani usingelizaliwa, ama kuna muda unatamani ugeuke mchanga kwa matatizo na mitihani unayopitia. Sikiliza ndugu yangu, usikate tamaa. Allah ametuwekea siku ya Ijumaa, siku ambayo ndani yake ina siri kubwa kabisa. Siku ya Ijumaa ina uwezo wa kubadilisha maisha yako yakabadilika kabisa kuwa maisha mengine kabisa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijumaa inaweza ikakutendea miujiza usiyoitarajia katika maisha yako. Ijumaa inaweza ikakutendea mambo ambayo hukuwaza, hukufikiria kuwa unaweza ukayapata fi hadhihi alhayati dunya, katika haya maisha ya kidunia, wa fil akhirah kadhalika, na katika maisha ya akhira vile vile. Namna gani sasa utaitumia siku ya Ijumaa katika kugeuza mashida yako kuwa faraja, katika kugeuza dhiki zako kuwa kheri, katika kugeuza umasikini wako kuwa utajiri kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni Ijumaa pekee inayoweza ikakutoa katika shimo la madhiki kukuleta katika uwanja wa faraja kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, mahma kana, vyovyote itakavyokuwa shida zako ndugu yangu, vyovyote itakavyokuwa mitihani yako ndugu yangu, usije ukakata tamaa katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu ni mzima, maadamu uko hai, maadamu unapumua, maadamu uko sawa sawa, mitihani sikukatishe tamaa ndugu yangu, wala ibilisi ambaye ni mdanganyaji asije akakudanganya ukakata tamaa na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaona shida zako, ukaona mitihani yako, ukaona mabalaa na majanga unayopitia kuwa yameshindikana. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tega sasa sikio kwa makini, ukanisikilize ninavyokwenda kukupa kodi adhim, ninavyokwenda kukupa mifumo mizito kabisa ndugu yangu, ambayo itakubadilishia maisha yako kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodi ya kwanza kabisa ninakupa ni ya mchana wa siku ya Ijumaa baada ya salatul Jumaa, na kodi hii sijaitoa kichwani kwangu. Kodi hii kaitoa kipenzi chetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallama. Namna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alivyopenda ummati huu, namna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotupenda sisi ndugu yangu Muislamu, ametoa kodi nyingi kabisa zitakazoweza kutusaidia katika madhiki na maisha yetu tuliyokuwa nayo katika mitihani mbalimbali, kana kwamba mtume Muhammad alijua ummati wangu utakuja kupitia magumu, akatupa kodi hizi mapema. Siku ya Ijumaa baada ya salatul Jumaa, ewe mwanaume unayeswali msikitini, ama dada yangu unayeswali msikitini, ama aidha umeswali nyumbani, kwa sababu wewe kwenda msikitini kwako hakuna ulazima, pale pale nyumbani ulipokuwa dada yangu, ewe kaka yangu, pale pale msikitini ulipokuwa, msikilize mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia, utakapomaliza kuiswali swala ya Ijumaa, kodi ya kwanza hiyo nakupa kodi mbili tu leo. Hizi ukizitumia Ijumaa utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodi ya kwanza, unapomaliza kuswali swala ya Ijumaa ukaleta uradi zako zile mbalimbali, tafuta engo ambayo unajua hapa siwezi kuzungumza na mtu, wala hakuna mtu atakuja kunisemesha. Kaa wewe pale unazungumza na Mola wako. Mtume anakuambia soma suratul Ikhlasi, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Zisome mara 100 sura hii. Ukishasoma mara 100, mswalie yeye mtume Muhammad mara 100. Baada ya kumswalia mtume Muhammad mara 100, soma dua hii, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika an man siwaka. Unaisoma dua hii. Ukishasoma dua hii ndugu yangu Muislam, hivi jifikirie, mtume ndiye anayesema. Una wasiwasi, una shida wewe, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haishi Jumatatu baba yangu, unatoboa maisha yako kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazipiti Jumatatu maisha yako yatakuwa bora, haipiti Jumatatu madhiki itageuka kuwa faraja, haipiti Jumatatu kama ulikuwa una magumu, Allah anayowepesisha, unakuwa mwepesi katika mambo yako na maisha yako yanabadilika. Una wasiwasi na maneno ya mtume Muhammad?
Qur'ani yenyewe imeutakasa ulimi wake. La ilaha illa Allah. Qur'ani imeutakasa ulimi wa Mtume Muhammad. Usio na wasiwasi ndugu yangu Muislam. Qur'ani inasemaje? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hazungumzi Mtume Muhammad kwa matamanio ya nafsi yake, ila kila anachokisema ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiwasi wako wa nini ndugu yangu? Salatul Jumaa usitoke msikitini kunguta qul huwallahu ahad mara 100, msalie Mtume mara 100, alafu mwambie Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kodi ya kwanza hiyo ndugu yangu Muislam, haipiti Jumatatu unatoboa maisha yako kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza nikupe kodi namba 2, kodi nzito kabisa ndugu yangu Muislam. Hii sasa kodi ndio vijana tunasema ni funika bovu kodi hii ndugu yangu Muislam. Wallahi alazim, nisikilize kwa makini, na mimi sikupi kodi hii ila mimi mwenyewe hayo ndiyo mambo yangu, ndiyo michezo yangu. Haijanibana haja yoyote ile katika ulimwengu huu ila huitumia hii kodi, na masha Allah mapema kabisa mambo yangu yananyoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kumjulisha mwenzake kheri ni kama mwenye kuitenda. Nami nakufahamisha kheri hii ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, nisikilize kwa makini. Fungua sikio lako la moyo kabla ya sikio ya kichwa baba yangu, alafu unisikilize kwa makini. Nakupa haya mambo makubwa, madini adhimu ndugu yangu Muislam. Siku ya Ijumaa wakati wa jioni salatul asr, hakikisha adhana salatul asr inakukuta huko msikitini, swali kwa jamaa salatul asr. Baada ya salatul asr lete uradi huu. Ama kwa hakika utakapouleta huu uradi, la shaka fihi utakutana na ile saatul ijaba, muda wa kujibiwa. Ijumaa ina siku yake maalum, ina lisaa lake maalum. Halimkuti mtu lisaa hilo anaomba Mwenyezi Mungu ila Mungu atamjibu. Sasa wewe usiombe dua, wewe mtaje Mungu, kwa sababu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu zaidi kujibiwa kulikoni yule ambaye anasema Mungu nipe kitu fulani, Mungu nipe kitu fulani, Mungu nipe kitu fulani. Sasa sikiza nikupe kodi ya uradi huu wenye maajabu makubwa kabisa, ambao ukiutumia sasa baada ya salatul asri hauachi pale ndugu yangu Muislamu mpaka inaadhiniwa swala ya magharibi. Unajua unasemaje? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Uko msikitini pale, ya arhamar rahimin, 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 ya arhamar rahimin. Unagonga huo uradi baba yangu, hauachi huo mpaka unaona watu wanaadhini adhana magharibi. Ndugu yangu Muislam, wallahi alazim utaona maajabu makubwa sana 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 ukiingia katika mfumo huu. Wallahi alazim hautojua kikiringe cha mganga kiko wapi, wala sijui majilisi za wapi, si zenye kufanya nini. Vyote hivi vitu hutokuwa na time navyo, na wallahi nakwambia ndugu yangu Muislam, ndo itakuwa mwanzo na mwisho wa wewe kupeleka matatizo yako kwa kiumbe mwenzako. Litakuwa kile kikushika kitu, unajua Ijumaa ipo, Allah nifikishe salama Ijumaa. Ijumaa ikifika tu unapiga vitu kama hivi, maisha inanyooka, matatizo inaondoka, mitihani inaondoka, mashida inaondoka, madhiki inaondoka. Utapata wapi tena ndugu yangu Muislam? Hapa kinachohitajika ni muda wako tu. Hapa haihitajiki pesa, wala hapa haihitajiki kitu kingine chochote ndugu yangu. Ukienda kwa kiumbe mwenzako atakupangia pesa kibao, lete 2,000,000, lete kadha, lete kadha, na wewe pesa huna ndugu yangu. Lakini haya baba yangu, haya yanahitaji imani yako tu, yanahitaji muda wako tu, yanahitaji nafasi yako tu. Kama kweli umeshikika, kama kweli umebanika sawa sawa, basi kodi ni hii nakupa baba yangu. Hautakaa unisahau kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madini haya nimekupa ni madini adhimu kabisa. Ukidumu nayo katika masiku ya Ijumaa, wallahi alazim utaona maajabu kabisa. Ijioni hakikisha unasalia msikitini. Dada yangu unayeswali nyumbani, tulia pale nyumbani kwako, usitoke mpaka magharibi inaingia, unapiga hiyo arhamar rahimin, alafu utakuja kuniambia Ijumaa ukimaliza kutoa swala ya Ijumaa kul huwallahu 100, alafu unamsalia Mtume mara 100, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kwa nini uendelee kuwa maskini? Kwa nini uendelee kuwa fukara? Kwa nini uendelee na mitihani? Kwa nini uendelee na matatizo wakati kodi ndio hizi baba yangu? La taknatu min rahmatillah, sikate tamaa kabisa ndugu yangu. Allah yupo, anakusikia, anakuona, na Mungu anajibu maombi anayemuomba. Pale tu utakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala anakujibu yale uliyomuomba yeye subhanahu wa ta'ala. Shukran lakum, jazakumullah khair.